Naam, karibuni sana ndugu jamaa na marafiki wote ambao mko nasikiliza Baraka1 TV. Tuko majira ya saa 6 hivi saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira ya Afrika Mashariki. Kuna mengi ambayo yameweza kutokea Uvira siku ya jana, siku ya Jumamosi na kuamkia pia leo siku ya Jumapili. So yote ni kutokana na mazingira ambayo iko nazidi kuendelea kutoka kwenye uwanja wa vita. Hilo tutajaribu kuligusia kwa kiwango fulani hivi ili kuweza kuleta picha halisi ya nini ambacho kimefanyika. So unajua vijana wengi Uvira, wazalendo wameweza kutoa wito kwamba kuliko kuendelea kukwama hapa Uvira, unaona, kuendelea kulialia Uvira, mwende mjiunge na wazalendo, njooni mjiunge na wazalendo ili muweze kusaidia taifa mkiwa mko ndani ya mfumo, kuliko kubaki kusubiria kuja kutekwa mateka, kuja kukamatwa, kupelekwa. So inakuwa hai make sense. Kijana shupavu, kijana mpambanaji ni lazima asimame kutetea taifa lake. Katika yote ambayo tutakuwa tuko nayo katika mazungumzo ya siku hii ya leo, tutajikita sana katika hivyo, na kama mnavyojua leo tuko Jumapili, na siku ya Jumapili tunakuwa tuna makavu live, mambo mengi kibao yanaweza yakawa yanawakera wamoja, wengine pia hivyo, lakini inakuwa haina budi kuweza kuzungumzia hilo swala. So ni lazima tuzungumzie. Nitagusia pointi zimoja, ikiwemo swala la discipline ya jeshi. Kwanza tuanze na hili swala la Uvira. Jana kulikuwa kuna mapigano makali maeneo ya milima ya Kivovo kwenda Kalundu hivyo, na wanajeshi wetu wazalendo pamoja na FRDC wameweza kujikita vizuri sana na kufanya operesheni kali kubwa za kuweza kuwapiga M23. Mnaona vile vikosi ambavyo mliona vinakuja, si niliwaambia jana wanakuja, nikamwambia acheni waje. Wale sio wa kwanza kuja, washakuja zaidi ya wale. Unaona, kama ulisikiaka balikwambiaka Fizi, Zaire mwefizi ndio donc biko nataka kupigana hapa kuperse kupasua Fizi kwenda. Sasa ile iko nakuwa ni kitu, ni kazi ngumu sana kwa wao kuweza kufanya. Unaona, inakuwa ni kazi kubwa ya wao kuweza kufanya. Donc wamepita msalaba mwekundu, mstari mwekundu ambako wasingetakiwa kuweza kupita. M23 wanajitia kiburi ambayo haitawajengea kitu. Katika mazungumzo ambayo yangezungumzika, wangefuata kanuni, kutii masharti na sheria, kwa sababu vitu viko simple. Wao hawajui nini kenye wako wanapigania, lakini wenye kujua ambayo wako wanapigania ni bwana Paul Kagame. Ushelewa? Lakini wengine wote ambao mko mnaona wako wanakuja kufia bure. Wako wanakufia bure. Ndugu zangu, watu wako wanakufia bure. They are dying for nothing. Just for nothing. Ushona uko mrebellion. Okay, uko unapigana juu ya nini? Unataka nini? Kumtoa Felix au pouvoir? Ile tu. Kisha mkimtoa Felix mumtie nani? Felix alichaguliwa democratiquement. Tulifanya election de 2018. Malgré 2018 ilikuwa ni ya manyanga sawa, bikaenda hivyo, mais 2023 akachaguliwa. Na mwenyewe balifanya deal mu 2018 ni nani? Si politika nambe. Ni Kabila, basi ni nani? Ni Kabila? Unaona? Donc hivi yote wa kumlaumu ni yeye. Lakini kuna realite moja yenye nitawaambia. Kuna ndugu zetu wa Kalemi na Wakatanga, asilimia kubwa ya hawa watu bado hawajaamini kwamba hii mamalere zote ni politika nambe ndo wamesababisha hivi. Unaona? Hao watu wenye wako wanakufa hapa kwa milima ba mingi ni ba Kongole. Sawa? Lakini juu biko ngambo ya adui, basi tutafanya. Wao wako wanakuja kupiga, waue raia, waue wananchi, waue FRDC, waue wazalendo. Wanakuja wanajikuta kwamba wao ndo wanakamatwa. Unaona? Wengi ambao wako wanakufa na kukamatwa hapa ni ba Kongomani. Ba kutoka Masisi, ba kutoka Ruchuru, ba Petia Bukavu, ya Goma, ndio wako wanakuja kupata maisha bure. Lakini wale wa RDF wenyewe kabisa wako wanabaki nyuma. Mkibakamata sote ni bawili ama batatu. Lakini ba mingi ni hapa nani bandugu yetu.
Sasa ndio tunasema mko mnakuja kukufia nini? Si mkwe mnakimbia. Mkwe mnakimbia. Sasa mnakuja hivyo na hiyo magari yenu mnakuja pa. Okay, sawa. Mkifika mna bana badote ma arme aseme muende kushande batai. Okay, sawa. Mshaingia mle mpori. Jamani, nimero zetu ziko. Piga simu mbele, sisi ni watu fulani hivi, huku tunakuwa matuko kama ni 50, tunataka tujisalimishe, tufanye yae, hatutarudia tena kule, tutakufa. Batabapokea. Sawa? Batabapokea. Mkiwa mnakuja Uvira kuja kupigana, wala msiende kupigana, mtoke tu mnakuja, tutawapokea. Sawa? Licha yote yenye wako wanawekea bagarde, bana batuma kama ku 5 km, mwe msogee mbele. Kisha baba kwa biko na basurveiller huko kwa nyuma. Unaona? Ndogo zipi biko nani bana wafanya. Bara defu babekea nyuma, kisha bana batuma hivyo kwa mbele. Bana kwa biko na basurveiller bila kutoa franga. Hawezi pita. Unaona? Bila RDF kutoa franga, M23 aseme bapasue front yoyote ile, abiko na kuwa na uwezo wa kuweza kupita. Na hivi gisi huku Fizi watu wamekangala Fizi, ndio maana unaona wanakwama. Lakini ndugu zangu, acha ningewaomba mtoke mu M23 na mkuje mjisalimishe. So biko wanapigwa sana, biko wanapoteza maisha sana kwa hii vita ya hapa Uvira kuelekea Fizi. So hiyo ni pointi muhimu sana ambayo ilitakiwa kuweza kuigusia. Kutokana na hali yenye tuko nayo sasa hivi, ni kupe uweze kusikiliza hii hapa ya najua kwamba kuna vitu vingine ambavyo unaweza kuambia usikilize vikakukera, lakini vinapokukera ujue kwamba ndo nafasi yake hiyo. Unaona? Inapokukera ndo nafasi yake, kwa sababu kila kitu hakita kufanya wewe uweze kufurahia. Kuna vingine lazima vitakukera. Zaidi kwa wale ambao wako wanatupiga na M23. Wanakuwa wapo katika wakati mgumu sasa hivi. Na muda wote M23 hapo Uvira utasikia tu chup, wanaanza kuondoka wenyewe. Wenyewe wataondoka hapo bila kuona kwamba wanapitia wapi ama wanapitia wapi. Kwa hiyo ndugu zangu, ni kuweza kushirikiana, kuungana kwa pamoja na kufanya mbinu zozote zile. Mbinu zote zile kuweza kusaidiana na wazalendo. Nafikiri message imekuja na vijana tunatakiwa tuweze kwenda kushirikiana na ndugu zetu. Hivi kisa jamaa wako mu preparation za kuondoka. Mimi sitachoka kuwa nawaambia hivi. Kuondoka kwao ni lazima waondoke, na wako kwenye maandalizi ya kwenda, wanakimbia. Sasa wataondoka namna gani? Unaona bwana? Wataondoka namna gani? Ndio hiyo yenye hiyo mafujo yenye uwe huko unasikia wako wanaanza create humu ndani Muvira, kukamata vijana. Hivi kisi niko naongea hapa, watu karibia kila siku wako wanakufa Muvira Uvira. Donc ni kila jeune aweze kufungua conscience yake, ajue kwamba hili ambalo liko linafanyika hapa, kama jana balingia maveni kale, kesho itakuwa maveni yangu, kesho yake itakuwa maveni ya mtu mwingine, kesho maveni ya mtu mwingine. Sasa ili kuendelea kuendelea kubakia kusufrire, ni bora watu wajitokeze ili waweze kwenda kujiunga na ndugu zetu ambao wako kule kwa ajili ya kutetea taifa. Unaona? Tusiwe tunalilia Uvira, tunajulikana kwamba sisi ni watu ni wa resistance. Hilo liko clear kwetu. Unaona? Uvira tunajulikana kwamba sisi ni watu wa resistance, na haina hata swala la kuuliza. Ukiambiwa resistance, kama unajua resistance iko wapi, iko ni Uvira. Unaona? Sio swala la kuuliza kabisa. Kama sisi watu wa resistance, inabidi tuonyeshe resistance. Twende tushirikiane na wenzetu ambao wapo kwenye uwanja wa vita ili tuweze kusonga mbele. So nakupa nafasi hii uweze kusikiliza ujumbe ambao utaweza kukujenga kwa yote ambayo yametokea Uvira jana, na pia hali halisi yenye iko inaendelea, angalau tuweze kupata kile ambacho tunasemaga kwamba wazee wa Ngwasuma wakishashiba inabidi wapate kitu kinaitwa Amisgel.
M23 ilipigwa na droni, wakafa M23 zaidi ya 100 Masisi juzi. Kumaliza kupigwa, kila siku M23 ikipigwa yenyewe inatoa tangazo kwamba Sukhoi inapiga operasyon, droni zimo zinapiga operasyon wananchi, maana yake kasema pia mabombe kwa wananchi. Hivi yule mtu anayeoperate drone, anayeongoza ni mjinga, anashindwa kutofautisha wananchi na wanajeshi. M23 ndiyo machozi yao, hawajawahi kukubali kwamba wamepigwa. Wakipigwa wao wanasema kwamba operasyon imepigwa. Ni kuonyesha huruma sana, ni tekniki za kitusi, kujilizaliza. M23 haina huruma na operasyon. Kama ingekuwa na huruma na operasyon, M23 iliua watu zaidi ya 300 Kishishe, raia kabisa wa kabila ya Kihutu. Kagame waga ndivyo anapigana na ua, na Rwanda ndivyo alikuja na ua. Mwisho watachukua na wale Wahutu wote wajengee sehemu ya kumbukumbu, waseme watu waliouawa na wazalendo, watu waliouawa na FARDC. Lakini pia pale walipozika walisema maneno kwamba Tshisekedi amesubiri kifo au kufunga. Hawa wakriminali mkipigana wanakuwa na kuandalia na makesi ya makosa ya jinai, criminal case, criminal investigation. Sawa, hao ni wana propaganda nyingi na machozi mengi. Wakongomani nawaambia kwamba M23 itashindwa. Nakwambia ukweli, M23 itashindwa. Wewe ambayo unaiona, unajua sasa hivi kilichopo ni media, ni rezo sosio. Hii inasababisha M23 inajulikana sana. Hima Empire, Ampere Hima waliwahi kukamata Kongo yote, mwisho walipigwa wakatoka. Hawa Ampere Hima, Koloneli Mamadou Mustafa Ndala aliwahi kuwapiga wa M23 mwaka 2012, kawakimbiza kabisa. Aliyokimbilia Uganda ni Machenga alikimbia. Kilichokimbiza Machenga bado kipo, alikimbizwa na Wakongomani. Kongomani watamkimbiza na kuambia mimi ni Mnyarwanda, lakini Wakongomani wana haki za kushinda adui wao Kagame na Perehima. Kongomani wana uwezo, Kongomani wana nchi tajiri, Kongomani wana ushirikiano, Kongomani wana nguvu, Kongomani wana sababu, Wakongomani wana haki. Uwezo kashinda mtu mwenye sababu, mwenye haki, uwezo kamshinda. Kagame anapigana vita ya ujinga ambayo haina haki. Wizi sio haki, sawa? Wizi sio haki. Kwa hiyo sasa niwaambie Wakongomani, naongea kama teknisie de guerre, engineer de guerre. Nilijifunzia jeshi Israeli, nikajifunzia Urusi, nikajifunzia Cuba, Korea Kusini, Filipini, Royal Military Academy Uingereza, Eritrea, Ethiopia, Sri Lanka. Nikikwambia hilo sio kuambia kwamba na ujuzi sana, hapana. Nakwambia mimi ni teknisie de guerre. Unaweza ukaona wanagoma, wana Bukavu, wana Uvira, sawa, lakini Kongo inalinganaje? Hivi tukiweka kwenye asilimia percentage, wana asilimia ngapi? Hawana hata asilimia 3 kwa Kongo. Kupigwa kuna uwezekano wa kupigwa. Wakipigwa watapigwa vibaya. Ninakwambia kwamba hii vita ndiyo ya mwisho, inaishia kwa adui alipotokezea Kigali. Na wengine najiuliza, Jenerali, unaongeleaje haya mambo ya Wakongomani? Nayaongea kwa kuwa adui wetu Kagame anatoa nguvu nyingi sana Kongo kwa mali ya Wakongomani. Hii mara anayoitoa kule ndiyo inasababisha nyanyase watu. Budget au budget ya fedha ya Rwanda, nusu ya budget ni inatoka ndani ya Kongo. Ilikuwa inaletwa na Edward Mwanga Chuchu.
Sasa hivi wanaiba madini ya Murwaya wapi na wapi, ng'ombe zote waliiba, miti walipasua mbao, lakini watakoma tu. Nusu nyingine ilikuwa inatoka kwa ule uongo tu wa genocide, Watusi walikufa. Kagame aliua Wahutu na Watusi walifariki wachache, akaua Wanyarwanda. Ushahidi, Marekani haijakubali genocide ya Watusi, inasema genocide Rwanda. Kagame alifanyia genocide Wanyarwanda, na Uingereza haujakubali, anasema genocide Rwanda. Pia mahakama ya kimataifa ICC ile nani Tribunal de Base International de Arusha TPR, ile TPR haija nani ilihukumu watu kufanya genocide, lakini hakuna aliyohukumiwa kuandaa genocide. Maana yake genocide iliandaliwa na Kagame, mlijue. Lakini tukiangalia pia makrimineri krimineri zilizofanyika zote hawa makrimineri, ukiangalia TPLF Tigray kule Ethiopia ilishindwa. Ikiwa M23 haiwezi kuwa na nguvu kama za wa TPLF waliokuwa nazo, lakini Ethiopia iliwashinda. Sawa, ukiangalia kuna Libya, kuna walioshindwa vita ya pili ya dunia ya Libya. Sawa, hayo sasa mambo, kuna adui wengi walishindwa. Israeli ilivamia Gaza ikaua watu wengi, lakini Israeli ilipigwa. Delta Force Battalion ya Marekani ya operation ilivamia Somalia, Delta Force ikapigwa. Lakini pia ukiangalia Marekani iliwahi kuvamia nchi ya Marekani iliwahi kuvamia Vietnam. Marekani iliua watu wengi Vietnam, lakini Marekani ilipigwa. Hao ni watu wenye nguvu, usilinganishe na hii umbwa M23. Hizi umbwa Machenga na 5e primaire, Machenga hajasomea popote, pamoja na Kagame na yeye ni form 4, ni ya 4 mwaka wa 4 wa sekondari. Alisomea Ntare High School. Wewe uliwahi kusikia wanakwambia university Kagame aliyosomea hapo? Chuba alipoenda nilikaa kwenye kiti Kagame alichokuwa nakaa hapo, wanakiita Rwanda. Hiyo kiti alichokuwa anasomea hapo kwenye shule ya kijeshi sawa, cha Military Academy, wanakiita Rwanda. Ndipo wanakalisha mtu aliyotoka Rwanda, nasema kiti chenu kile lakini kama utani wanakiita Rwanda. Alikuwa anajifunza service de l'enseignement, alikuwa anafuatilia mambo ya intelligence. Sawa. Kwa hiyo sasa nawaambia kwamba huyu mwaka tuliyomo 2026 ndiyo mwaka mbaya kwa Hima Empire, Ampere Hima. Munyamurenge akajutia, yule aliyofuata aliyoenda na krimineri akajutia. Sema Tshisekedi alitangaza kuwasamehe, Mheshimiwa President Tshisekedi alitangaza kuwasamehe, lakini asingewasamehe wengi mlioenda kwa mkrimineri, mngekosa jinsi ya kuishi. Kwa hiyo nawaambia sasa, wa ndugu zangu, mjue kwamba muda wote huyu adui tunampiga, na anarudi ruha kwao alipotoka Rwanda, tunamfuata tunampiga. Huyu ni fainali ya kushinda Mpere Hima. Umeanza kusikia kuna nchi imeleta wanajeshi 12,000, siiseme jina, na wengine. Kagame hatashinda, hawezi kashinda. Asanteni sana. Naam, na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutane majira ya saa 9 pamoja na saa 12 jioni. Niseme tu kwamba bye bye.